Tukaweza kuelewa mapenzi na mahusiano yako juu ya maisha yetu. Tembelea kila nafsi iliyo katika nyumba hii kwa utukufu wa jina lako Bwana wa mabwana. Tunakuinua, tunasema ni asante, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tukapiga makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We can sit down in the presence of God. Hallelujah. Amen. Salimia jirani yako kwa niaba yangu, mkaribishe, mjulie hali, mjulie anaendeleaje. Anasema anaendeleaje? Vizuri. Vizuri. Na ukiangalia uso inasema hivyo? It's another Sunday, we bless God, This is the third group, and I want to believe that we are going to be blessed. So before we begin, I want to welcome all of us in the house of God for a great day. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao ni wageni, karibuni. In the right place, God is going to bless us. Jude, fanya kanisa hivi. Huyo ni Miss Kamau. Kuanga pamoja vijana. Shukuru Bwana. Kuna mgeni mwingine? Do you have another visitor? Yes. Na bona muamuja wapigia wageni makofi. Unajua kutembelewa ni kitu ya maana sana. Yes. Si kutembelewa ni kitu ya maana sana. Mgeni mwingine, mama yetu? Just say hi. Amen. 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 God bless you. Kuna mwingine? Do you have another one? Okay. So we are going to take probably 30 or so minutes, and we'll sum up the topic we began in the morning. Wale ambao umeingia saa hii, asubuhi nilikuwa nimeongea kuhusu heavenly pattern of calling to the ministry. Mpangilio wa kiungu wa mwito katika huduma. Heavenly pattern of calling to the ministry. Heavenly pattern of calling to the ministry. We read our book of Mark, chapter 1, verse 16 to 21. Pastor, you can probably read for us again. Oh, you can, I just read from the book of Mark, chapter 1, verse 16. Check Matthew 3:13. Matthew 3:13. You see what it says. Wale ambao umeingia saa hii, tumesema ya kwamba tunajifundisha mambo haya kwa sababu ni muhimu sana kuingia katika wito wa huduma panapo mpangilio wa mbingu, kwa sababu most of the people in the ministry legally, but it is good to be in the work of God legally. Bwana Yesu asifiwe. Si tulisema hivyo asubuhi ya kwamba kuna watu wengi sana wako katika kazi hii ya Mungu, lakini they are illegal. Read for us, Pastor. Jesus came from Galilee to John, the Jordan, to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and will you come to me? But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. And he allowed him. Read also Matthew 7:20 to 22. Matthew 7:20 to 22.
By their fruits, you will know them. By the fruit you will know them. Yeah. Not by preaching, No. not by prophesying, not by miracle signs and wonders. By what? By fruit. But you realize most of the time nowadays, we are not following people because of the fruit. Fruit means character. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fruit means character. Na nilisema hivi siku nyingine ya kwamba katika maisha ya Mkristo kile muhimu sana sio vipawa, ni tabia, character. Amen. Amen. Someone said ya kwamba charisma without character is catastrophic. Kipawa isipokuwa na tabia itakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hapo maandiko inasema ya kwamba tutawajua kwa matunda, sio kwa vipawa. But nowadays you realize so many people are in the ministry, and what people are using to gauge them or to measure them is not the fruit. It is the gifting, which is very wrong. Because you can be in the ministry and the heaven has not approved you. So you are illegal. That's why we have so many people who are calling themselves pastors, apostles, bishops, and the rest. But the heaven does not know them. So verse 22 says what, Pastor? Many will say to me when? In that day. In that day. Which day? The last day, the day of Kiyama. Watu wengi watakuja kwa Yesu wamwambie, watamwambia namna gani? Lord, Lord, Lord. In fact, they are calling him Lord. Lord is honor. To them, he was their Lord. Right? Bwana Yesu asifiwe. Then what? Have we not prophesied in your name? Have we not prophesied in your name? Imagine these people. They know the Lord. They know Jesus as their Lord. They have prophesied in his name. Cast out demons in your name. They even have casted out demons in his name. They were anointed. And done many wonders in your name. Done many wonders what? Right? And then I will declare to them. Then Jesus will declare to them, I never knew you. I never knew you. Depart from me. Depart from me. You who practice lawlessness. You who practice iniquity or lawlessness. Imagine this is the last day. That there is a group of people who come to Jesus expecting reward because of serving. Lakini wakati watamwendea Yesu wamwambie, Bwana tulitumika kwa sababu yako. Tulifukuza mapepo kwa jina lako. Tulifanya kazi ya ishara kwa jina lako. Lakini tukaona asubuhi maandiko inasema Yesu akawaambia, ondokeni kwangu sikuwafahamu. So it is possible for you to be in the ministry or in the work of God, yet the heaven does not prove you, meaning God does not know you. Na tukasema hivi asubuhi, ni vizuri before we get into the work of the ministry, kujiuliza, am I known in heaven? When you are singing here, or when you are preaching, or when you are doing the work of God, does heaven approve you? Or whether are you illegal or are you legal in the works of God? Tusifike nyakati za mwisho tukaulizwa maswali kama hayo ya kwamba mlifanya hiyo kazi yote lakini mimi sikuwafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hebu igeukie jirani yako muulize kama anajulikana heaven. Umeona amefanya macho namna gani? Hallelujah. Do you know why I'm teaching you these things? Because nowadays we have so many people who are calling themselves pastors and preachers, apostles, and even bishops. But when you look at the fruit they bear does not reflect the master who brought them. But yet they are gifted. They are performing signs and wonders. Niliona mwingine jana kwa clip nyingine amekuja na nyoka kanisani na anaambia watu hii nyoka itawaponya. You don't understand this kind of doctrine where they are coming from. Sasa nyoka na uponyaji zinatoka wapi, sincerely speaking? Na unakuta watu wako pale wanaogopa na hiyo nyoka sijui wanafanywa nini. This is witchcraft in the church. And they have followers. People are following them in their thousands. Mwingine nilisikia akishuhudia alitamani sana kuwa mtu mkubwa. Na wale watu walikuwa nao anakaa nao ni watu wakubwa. Na ni vizuri sana kuangalia marafiki zako because you will always be like your friend. Na nilisema hiki ni siku nyingine. If someone does not add value to you, please kick him out of your life. Because a friend will always make you or break you.
You know, sometimes we don't want to lose some friend, but if someone does not influence you positive, kama mtu hakuelekezi katika njia iliyo sawa, kwa nini unamweka katika maisha yako? There are some people who we are going to lose, though painful, but we have to kick them out of our lives because of our destiny. So huyu jamaa alikuwa anaeleza wakati alikuwa ameanza huduma, aliona kuna makanisa inakuwa haraka sana, na wale watu ambao walikuwa na hizo makanisa akawa interested kuwa associated nao, lakini hakuwa anajua ya kwamba hawa watu they were not legal in the ministry. They were doing the work of God with strange fires. Lakini ukiangalia nje, they are so much different. Huwezi eleza ya kwamba ni legal. So akaanza kuwakope, kuvaa, akawakope, kuongea kwao, kila kitu isipokuwa huduma peke yake. Lakini with the time he began admiring their resort, because that guy would stand here, kila mtu anashangilia, mapepo inalia kulia, mambo makubwa yanatendeka, lakini yeye hakuwahi jua ya kwamba hii ilikuwa mioto ya kigeni. Maana tumeona hii group ilikuwa na uwezo wa kufukuza hata mapepo, si ndio? Ilikuwa na uwezo wa kufanya ishara na miujiza, ilikuwa na uwezo wa kutoa unabii, lakini Yesu anawaambia right from the word go, I never knew you. And remember, they were doing all this in the name of the Lord. So there are people who are hiding in the name of the Lord. So this friend alikuwa mtumishi, alikuwa anaeleza he admired even the resort they had in the ministry. Na siku moja akawauliza, what do you guys, you seem to know something that I do not know. Amen? You seem to know something I do not know. Please let me know your secret. How comes that thousands are following your ministry? How comes you don't struggle? Mimi ninaomba, ninafunga, lakini sioni resort kama zenu. He did not know ya kwamba they were fruit and they were trees. Amen? The wrong trees bearing the wrong fruit. Yeye alichukua tu matunda akakula. And he was told, you are struggling for nothing. You have been friends with us, but you have only copied kuvaa. You have imitated our talk, but you have not imitated our result. And he said, I'm ready, just show me. You know what happened? And he was taken to Nigeria. And then kuna vitu mingi sana alifanyiwa. But because his desire and his admiration for these people was the result, without knowing the source of this power, he fell in the trap. Alikuwa anaeleza the last day ndio sasa arudi kwao South Africa. Yeye alikuwa wa South Africa. Aliadua aende achinje nguruwe. Amen. Alikuwa nguvu. Baada ya kuna miungu aliabudishwa. Aliadua kama unataka resort uende uchinje nguruwe na uizike, sijui ni kanisani au wapi. Kwa hivyo let's not follow people for the sake of following people. If your pastor does not reflect the fruit, does not bear the fruit of the Spirit, please, even if he is breathing fire. Unajua kuna watu wanaingia kanisa mnasikia uwepo. Wenda uwepo hii sio ya Mungu. Because I said the other day, power is power. It matters what you use with power. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jirani yako angalia tena. Power is power. It matters what we use with power. I'm telling you, there are people who are using strange fires, and you can't even know that it is a strange fire until you look at the source. Amen. Amen. So akaambia uchije nguruwe na uhakikishe hiyo nguruwe imezikwa, sijui ni kanisani au wapi ilizikwa, but make sure imeozea hapo. So alikuwa anaeleza hiyo nguruwe walipoichinja wakaizika hapo kanisani, vile ilikuwa inatoa worms, ilikuwa lazima itoe worms. Hivyo ndivyo watu walikuwa wanakuja kanisani. So vile inazidi kuoza ikitoa worms mingi, ndizo watu alikuwa anasema ilifika mahali barabara zote zikawa na jam ya watu wakikuja kanisani. Juu aliambiwa vile hii nguruwe msoga hii itatoa the many worms zile zitatoka hapo. Hiyo ndio watu watakuja kwao. Alikuwa anaeleza watu walikuja in their thousands, kukawa mpaka watu wanapima mavazi bila kuwapiwa wakikuja kanisani. Unaangalia barabara unakuta ni mavazi white tu wakikuja kanisani. Wacha niwaambie wapendwa, because we fail in these traps. Because people want instant result without process.
Amen. Wacha niseme na msemo ya Kikwetu. Ukenione kero tanyoni. Yani we are so much pleased by the result without knowing what has brought the result. It is good to question things. Questioning is not bad. Ni vizuri ku question things. Tusiwe watu wa kuangukia mitego pasipo kujiuliza maswali. What brought this? Bwana Yesu asifiwe. And the young man, because he was saying he was a young man, for a period of time he enjoyed a lot of things. Yani akawa na success mpaka kukawa unakuja wachungaji kumuuliza siri, na yeye anawa-impact na the same spirit because amen, anawaambukiza hiyo mapepo nao wanaenda wanapata result. So you can, alikuwa anaenda, there are so many churches even today, maana alikuja akajulikana, alikuja kikaumana na akatoka kwa kazi ya Mungu. Lakini wale wachungaji wote alikuwa ameweka hizo maspirit, walikuja akamwambia tafadhali, wewe ndio umeshika usituseme. Wewe ndio umeshika usituseme, na mpaka wale hizo makanisa alikuwa anasema ziko. Amen. So let's not follow people blindly. Let's not follow servants of God blindly. Let's know there is a process of making. There is a procedure that is required for a servant of God to become legal. Amen. Amen. If you follow people because of the result, without seeking to know the source of the result, we are going to fall into traps. Amen. How many people are following people? Are following the so-called servant of God, only to realize later they were not servant of God. They were servant of God, in quotes. Ni vizuri kujua mchungaji wako, because nilisema asubuhi hapa nikihubiri, you know, aside or apart from preaching to you, giving you the information, even the spirit that comes with this information gets into you, inaingia kwa watu. Ndio maana mnaona kuna makanisa mengine unakuta watu wamehubiriwa, wamekuwa na spirit ya madhabahu ile to an extent, even when a pastor does something weird, they don't question. Amen. Ndio na wengine wanapanga laini kunyweshwa Petro. Na wengine wanameza tunyoka. Unaona mtu wanapigana wakubwa. Na wengine hata unaona wengine wanaambiwa wakule nyasi. Na wanakula. Unaona mwanaume mzima sana anakula kama kusi akimesa. Unashika sasa akili ienda wapi? Because you have been brainwashed. When you form a cult, amen. Ukifuata kanisa ambayo haina ukweli au mahali ambapo ukweli umeondolewa, you become brainwashed. You can imagine. Eventually, watu walikuja in their thousands. Na Mungu ni kwa sababu nafikiria alikuwa anapenda huyu mtu sana. Alisababisha siku moja kijana sijui aliuawa mtaa fulani karibu na hiyo church. Na ikasemekana huyu kijana sababu alikuwa mutilated, yani his body parts zilipatikana kwa barabara. Ikasemekana ni huyo pastor anaua vijana ndiposa awe na power mingi. But they were not far from the truth. Si ni kweli? Hata kama labda sio yeye, lakini kulikuwa na ukweli ndani. He was not of God. Lakini alikuwa anasema, alikuwa anaingia kanisani late kidogo. Amen. Late kidogo. Na akaeleza the reason why alikuwa anaingia kanisani late kidogo. Alikuwa anasema ya kwamba it is because his spirit and his anointing, it is not of God. So whoever is worshiping in the church, they are worshiping different God from him. So yeye hataki kitu kita neutralize hiyo anointing ametoka nao pande hiyo. So akija anahakikisha amekuja wakati praise and worship imeisha. Sasa yeye anaingia na anointing, a different anointing. Unaona watu wanaanza kuabuka huko nini. Sisemi hiyo ni mbaya. Hata hapa tunaongea tuna watu kwa wanaanguka na wanafanya hizo vitu. But the issue is not people falling down. The issue is not people being delivered. The issue is, what power is that? Amen. Lakini unajua siku hizi ukiona mtumishi mambo yanatendeka unasema wow, huyu ni mtumishi wa Mungu. We hapana. We don't conclude ya kwamba mtu ni mtumishi kwa kazi. What prove he is a servant of God is by the fruit he bears. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So eventually watu walikujia yeye kwa kanisa, they were shouting he must, lazima akufe. In fact, watu walikaa kwa sijui kwa walisingira kanisa yake sijui for how long. Wakitaka atolewa waliti mwa job.
but God is faithful and he's gracious. Eventually Mungu alimsave na akaenda jela. Wakati alienda jela, ukawa na mtumishi alikuja kuhubiri huko, and he accepted Jesus because he knew he was not born again right from the word God. From thousands of followers to being born again. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibuliza jirani yako kama anajua mchungaji wake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So what do I want to say as I continue preaching to you? Because we don't have much time. Yakwamba there is a particular way that God calls his people into the ministry that make them legal, not works. Otherwise you can serve and you're not legal. We have seen Yakwamba this group came to Jesus, but Jesus rejected them on the basis Yakwamba he never called them. Despite their works, he never called them. He said to their face, Yakwamba, I never knew you. Yes, you preached. You casted out demons, but I was never with you. I never knew you. So it means you can serve God in the name of the Lord, yet you are not known in heaven. And I said in the morning, Yakwamba ni vizuri tujue kama Mungu anatufahamu, kama mbingu inatujua. And I said this is the reason why even Jesus, before he began the ministry, he went to John. Right? He went to John. Why did he go to John? The Bible says he told John, baptize me. And John was like, I'm not even worthy to baptize you because you are greater than me. And he said, do it now that we may fulfill all righteousness. Bwana Yesu asifiwe. If Jesus, and he was the Son of God who came from heaven purposely to save the world, he found it needful to go to John to be validated for the ministry. What about you and me? Who mentored you? Who is your mentor? Who fathered you? Na nikiwaambia asubuhi, some of the people we see around, the behavior they portray is a big sign ya kwamba they were never under mentorship or fatherhood. Bwana Yesu asifiwe. And John eventually he baptized Jesus, and the heaven which was shut for a long time opened. Na Biblia ikashuhudia kwamba this is my beloved son, hear ye him. Heaven approved Jesus after John validated him. So heaven does not approve you before you are approved by men. Amen. Amen. Abia jirani yako angalia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Heaven does not approve you before men approve you. When men raise their hand upon you and they say surely you are called and you are servant of God, then heaven approves you. So the question is, why was heaven so quiet all those years? Kwa nini mbingu ilifungwa kwa Yesu? Because ilikuwa imefungwa. Mimi Yesu alikaa chini ya mbingu imekauka for 30 years. Until when he fulfilled all the righteousness, he was baptized. And John pointed people to Jesus. And he said, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Then heaven intervened. He was baptized with water. Heaven opened. He was baptized with the Holy Spirit. And he was led by the same Spirit into the wilderness for preparation. Amen. So because of time, I said in the morning, I hope okay, it's okay. I said in the morning, ya kwamba, who does these scriptures teach us? Ya kwamba tunahitaji kujua ya kwamba kazi ya Mungu ni mingi, si ndipo maandiko yanasema I think Matthew 9:7 ignore you. Ya kwamba kazi ya Mungu ni mingi lakini wafanyikazi ni wachache. Lakini hata ingawa kazi ya Mungu ni mingi na wafanyikazi ni wachache, hatufai kuingilia kazi ya Mungu pasipo Mungu mwenyewe kudhibitisha sisi ya kwamba ametuita. Au usitafanya kazi ya bure mwishowe uambie kwamba sikukufahamu wewe. I never knew you. Bwana Yesu asifiwe. And we say that we can learn a number of things concerning the heavenly protocol of calling people into the ministry, because there is a process, there is a protocol, there is a procedure of people being called legally into the work of God. We say number one is this, that before Jesus calls you into the ministry, he went to John to be validated for it. Before Jesus began his ministry, he went to John the Baptist, who validated him for the same. Before Jesus began his ministry, he went to John the Baptist, who validated him for the ministry. That was the first thing we saw. That even Jesus, though he was the Son of God, he went to John for validation. Number two, we say, because I'm doing it very fast because of time, na sababu haya tulikuwa tumeyasema asubuhi. Those who have just come, maybe unaweza kufuata kuomba vitabu za wale ambao walikuwa asubuhi. But I believe
Okay, number 2 we say before Jesus calls you into the ministry, the first calling is to follow him. Imagine ya kwamba kabla Yesu haja kuita katika huduma, mwito wa kwanza ni wewe anakuita umfuate. So before you follow, you get into the word. Make sure the first calling you answer, following Jesus. And we say that following Jesus is not easy. That is where we are being prepared. We are being pruned. Tunawekwa discipline. Tunatolewa mang'aa. Maana kuna wachungaji wengi sana unakuta mtu ni mang'aa. Bwana Yesu asifiwe. Mliona mwingine niliwaambia siku mliona mwingine aliambia unaambia mtu ni mtu mshugaji mgani anaweza kuambia watu wafanye mdomo namna hii ndio ati ukimuombea ipiduke ati amepona kama sio mang'aa. Na surely does God raise mang'aa? Mungu hawezi kunua watu wa tabia za aina hii. It means huyu mtu kuna process aliskip. So nikasema hivi, before Jesus call you into the ministry, the first calling is to follow him. And you must answer to that calling of following him. Follow Jesus wherever he goes. Amen. Amen. But you know, we want to resolve without process. Haututaki kufuata Yesu, yeye tunataka kuwa mtumishi wake. Answer that first calling first. Follow him. Follow him. Bwana Yesu asifiwe. Mumeandika hiyo? Mumeandika hiyo? Number 3 we say you cannot succeed in the God's work. You can't succeed in God's work if heaven does not confirm you. So the question is, na wale ambao wame succeed, you know, you can succeed. Sikatai you can succeed kama huyo mtumishi ni kweli. But was he doing it with God? Do you remember the story when Jesus was telling, you know, watu walikuwa wanamuaccuse ya kwamba ana cast out demon by the power of Beelzebub, yeah? Yeah? And Jesus said, okay, if I cast out, hakusema no. But his response will teach you something and new. Ya kwamba, okay, if I cast them by the power of Beelzebub, then whom do your children cast them out with? Meaning, casting out of demons was still happening, but not with the finger of God, with other power of Beelzebub. So watoto wa hawa ambao walikuwa wanamuaccuse, the followers of these people who are accusing Jesus were doing it through the power of Beelzebub. And that's the reason why they were like, hata wewe unatumia power ya Beelzebub. So you can cast out devils with the powers of other devils. It is possible. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nimesema ni vizuri kuangalia kujua hii mti inazaa matunda gani. Maana tunakuanga so much blind. Unakuta mtu anaenda kwa mti, anatuna mapera na mti yenyewe hata hajaangalia ni ya midimu. Ni vizuri kuangalia wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. So Jesus told them, if I cast demons by the power of Beelzebub, then whom do your followers cast them out with? They will be your judge. Bwana Yesu asifiwe. So we have said you can't succeed in the work of God if heaven does not confirm you. Na nimeandika work of God purpose kimakusudi. Because you can succeed but without the power of God, with the power of the enemy. But you can't succeed in the work of God without heaven confirming you. Number 4. Please, let's do it fast because sababu ya time. Mrs. Edwin, nimeenda sana. Umeshika kila kitu. Amen. Please make sure you don't miss anything. Maana huenda labda tusirudie hii topic hivi karibuni. Amen. Amen. Tumesema ya kwanza, before Jesus began his ministry, he went to John Baptist who validated him for the ministry. Number 2, umesema aje? Yeah? Please, let's do it fast. 1 to go. Number 3. Number 4, andika, when you fulfill all righteousness and observe calling protocol, when you fulfill all righteousness and observe calling protocol, you receive God's empowerment. And that is now where the power comes in, Pastor. You don't begin with power. There is a process. Amen. You fulfill all righteousness. You are baptized. You are answerable to someone else. He baptizes you. He mentors you. He fathers you. Then, after testing, that is now when we receive the empowerment from heaven. But look at nowadays, Pastor. We want the anointing. Unakuta mtu ameokoka jana. He just wants the power. I need the power. Nikiwekelea watu mikono wanaruka. Let me tell you. Sio power tu.
Because unaweza tamani power itoke mahali pengine. Amen. Unaweza tamani power upewe power ingine. Bwana Yesu asifiwe. So I was saying, when you fulfill all righteousness, number 4, and observe calling protocol, you receive God's empowerment. When you fulfill all righteousness and observe calling protocol, you receive God's empowerment. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu mwenyewe tunaona wakati alienda katika hiyo Galilaya, he did not begin by anointing Peter and Simon. He began by calling them. Wadhani yagosho. He began by calling them first. There was a process before the empowerment. Remember that? Ilifika hata wakati akawatuma 2 by 2, right? Si ilifika huo wakati. Na hata wakakuja wakiwa excited because wakati walitumwa they were empowered. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka kuna wakati ali breathe on them. Akawaambia receive the Holy Ghost, right? Did they receive the Holy Ghost? They received a measure of the power. Na wakaenda wakapata resort. Wakakuja wakiwa excited, wakaambia mkubwa, hey, yale mambo tumeona. But yet, Yesu hakuwa amemalizana nao. So we are saying this, when we fulfill all righteousness and observe calling protocol, we receive God empowerment. Number 5, I'm doing it very fast. Number 5, you will go through the period of testing and making before you begin executing your calling. You will go through the period of making and testing before you begin executing your calling. Amen. Nionyeshe alama za mateso. Before ujiita mtumishi, nionyeshe alama za masaibu umepitia kwa sababu ya kufuata Yesu. Si tumesema mwito wa kwanza ni kufuata Yesu? Hebu uliza jirani yako kama alitikia hiyo mwito ya kwanza. Because mpaka wale kuna watu wamekataa hii mwito ya kwanza ya kufuata Yesu. Yetu wanataka mwito ya pili ya huduma. Na sisi mimi siwezi kubali mtu anifanyie kitu kama hiyo. Kani kuokoka ni ujinga. Wacha nikwambie mpendwa. Hiyo ndio mwito ya kwanza, hiyo ya kufanywa mjinga kwa sababu ya ufalme. Hiyo ndio mwito ya kwanza. Na kama umeshindwa na hii ya kwanza ya kudhihakiwa kwa sababu ya injili, ya kuteswa kwa sababu ya injili, ya kutumikia wengine mpaka unaonekana mjinga kwa sababu ya utii. Kama umeshindwa na hiyo, wachana na ya pili. Bwana mnaniangalia namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifanye namna hii. Uliza jirani yako kama amekubali hiyo ya kwanza. Hata mimi siwezi kaa chini ya mtu mwingine. Wacha nikwambie hiyo ndio mwito ya kwanza. Niliwaambia hapa siku nyingine, Elisha alifuata Elijah. Mpaka wana wa manabii wanamwambia wewe ni mjinga aina gani? Don't you know your master is about to be taken away? Wachana na huyo mtu. Unashinda ukifuata nini? Even Elijah himself alikuwa anamwambia Elisha, kaa hapa acha kujira ukifuata. Kaa hapa. Naye anasema namna gani? As God liveth, I will not leave you. Ninakufuata because I know what I need from you. Inakaa ujinga. But that was the process. Lakini siku hizi tunataka kila kitu there and then. We are microwave generation. Hatutaki process. Unataka uweke yai ikiwa na makoro au makorogosha. Inatoka ikiwa imepikwa. Na nafikiria hizi vitu zimetuharibu. Ndio unaona siku hizi ukiwa na simu unaweza fanya kila kitu kwa nini? Mnaona kama ile kakilipu inakujaga yule jamaa anasema anawekelea masimu kama 10 hapa. Anasema hii ni ya kulipa loan, hii ni ya kulipa stima, hii ni ya kuweka hii ulipe hii. Yaani ukiangalia hizi zingine zinakaa mchezo. But hapa zina mafundisho. Anasema siku hizi niko na hii moja inalipa kila kitu. Hivi. Na ndivyo siku hizi. Unajua what you need. Haina haja uende hiyo process kubwa. Unahitaji siku pekee yake. You can do. Yaani kila kitu tumekuwa instant. We don't want making process. Na ndio maana mnaona watu siku hizi hata wakija kanisani, they don't want information. Wanataka hata kuna mwingine unalimilia, pastor unakuwa na huduma. Yaani yeye haja yake akuja church ni aombewe apate muujiza hapo. Hiyo mambo mengine yote ya mafundisho nini, hiyo sio muhimu. But I want to say this. The highest form of deliverance is teaching. It's not praying for you. Uanguke chini ugarakare upate ukombozi, which is good. God has given us that grace. But the highest form of deliverance is changing people's mind. Amen. Changing your how you think, your mindset, it will transform. That's the highest level. Maana nikikuja nikuombea deliverance na hukujua hiyo pepo iliingia ndani yako kwa njia gani na kwa nini, bado utaendelea na hizo tabia zako na itarudi. Na zikirudi, maana maandiko yanasema zinaweza rudi. Zinarudi zikiwa ngapi? 7. Na zikiwa
more powered, severe, ready to kill. Afadhali ile ya kwanza. So I would rather teach people how to be delivered by the information than giving you, praying for you and giving you cake that will last for a day. Bwana Yesu asifiwe. But look at the generation we have nowadays. Kama pastor hasisimui miili yao, wanasema huyo pastor hajapakwa. Huyo pastor amepoa. Wacha nikwambie, wewe haujui kile unahitaji kwa maisha haya. You need someone who can give you information that will change how you think and how you see things. Niwaambia hapa siku nyingine, there are some people we are praying for God to give us money. Yet, if God can give us money, the money will destroy us. Because what we need is not money. What we need is preparation and mindset. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Is someone getting me? Now, I have said, ya kwamba you go through the period of testing and making before God begin, or before you begin executing your calling. Number 5, I think this is the last one, so that we can go to the second part and finish. You must be careful to know why you are called and what area of the ministry you have been called. Ni vizuri kujua kwa nini umeitwa na umeitwa maeneo gani. Do not be all over. Leo uko mtume, kesho uko pastor, kesho kuto uko bishop. Na kesho na mtodo, unajua kuna mtodo ni siku ya 4. Wewe ni bishop apostle na mtodogo ni pastor bishop apostle. Si hizi vitu mnaziona. Wapendwa, sinaongea yale mambo yako. Yes. Au naongea vitu zangu. Sisi iko. This is what is happening. So what I'm saying is, wapendwa, ni vizuri kujua, it is good to know what area of the ministry that God has called you. Ephesians 4:11, that he has given some to be apostles, others to be prophets, evangelists, pastors and teachers. What are you in the kingdom? You can't be everything and you can't be all over. What are you in the kingdom? The last one, you must wait for Jesus to see you and call you into the ministry. Do not call or force yourself. This is very funny. We saw in the scripture we read in the beginning that Jesus cometh from Galilee to Jordan and to John to baptize of him. It is Mark 1:16-21. We saw, now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon. And I said in the morning, who saw who? Nani aliona mwingine? It is Jesus who saw Simon. Sasa nataka nikuulize, kama wewe uko kwa kazi ya Mungu, na wewe uliona Mungu au ni yeye alikuona? Yeah? Ati? Akakuita. Sio wewe ulimuona ukamuita. Because it is two way. It is possible. It is possible. So you have so many people who are calling the Lord. Karibu Bwana. Na hata hataki kukuja. Yet this one, we see Jesus walking in the Sea of Galilee, and he saw Peter, he saw Simon, and he called him. So we must wait for God to see us. And how will he see you? When you begin walking, hungering for him. There is a way you can stay. Kusiwe na mtu atakuona. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia siku nyingine hapa. Watu siku hizi wanafanya anything to attract their attention. Unakuta msichana anaingia kwa Facebook au kwa media, ana post for a snap, anapigwa picha akiwa uchi, na kila mtu anakuwa attracted kuangalia. Si kweli? Wapendwa, si kweli? Yes. So we have to stay in a certain position that will attract Jesus' eye to see us and call us into the ministry. Huwezi kuja hapa kwa huduma, wewe kazi yako ni kupiga mchungaji, kazi yako ni masengenyo, you never support the work of God, and yet you want to be called into the same ministry. How will it happen? Ask your neighbor, do you support the work of God? Because that is the period and the time we give Jesus to see us. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that was the fifth one. Ilikuwa ya 5. Si ilikuwa ya 5 hiyo? 7. Ya 7. Okay. Now, andika hivi, calling protocol of disciple to the ministry. Let's see how Jesus did it, which is very important even for us people, servants of God. Ni vizuri kabla hatuja approve watu katika, kama vile John alisema ya kwamba behold the Lamb of God. Ni vizuri ya kwamba tutumie hizi protocol. Maana unakuta wachungaji wengi wana approve watu depending on their, either anatoa fungu kubwa ya 10. Unakuta mchungaji anakuwa tempted. Si ni kweli? Kusema ya kwamba I approve you.
But that is not the way of God. Amen. Na si hii mambo si iko. Unakuta ya kwamba we are tempted to approve or to favor those people who we think they are for us because they are either giving, but heaven does not recognize them yet. So ni vizuri pia kuomba tujue kama mbingu ina approve. Na pia tuangalie kama na kutoa hii. Maybe huenda anatoa kwa sababu zingine. I have seen it here. People who are supporting me. Unakuta mtu ananisupport sana. Na akiona hakuna position amepata kwa kanisa. Because kuna watu emu yao ni ikiwezekana hata wewe pastor ukae chini ya endelee. Au hamjui? Gai. Unampatia hii position, anasema mimi hapa sitakuliwi na umeshampatia kazi. Kama mtu ana complain ya kwamba ile position umempatia ni dogo, inamaanisha nini? Anataka ya pasi. Tafadhali angalieni mbele. Na mwe mnaona. Onyesheni tu meno mwana. Mnakasirika kwa nini jamani? Kwani ni wewe? Bwana Yesu asifiwe. Now, there is a process that servant of God can know for real ya kwamba huyu mtu he is there for me and heaven approves him too. Let's see from the book of Mark chapter 3 verse 13. Read for us, Pastor. Mark 3:13, Pastor, read for me. What does the Bible say? Very fast because of time. Inasema hivi. And he went up on the mountain. He went up to the mountain. Who? Jesus. Jesus. He went up to the mountain. Then And called to him. He called to him Those he himself wanted. those who himself wanted. Yes. And they came to him. Read it further. 14. And then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, kama wewe ni mtumishi kama mimi na ungetaka kujua for real ya kwamba wale Mungu anaita. Amen. Wale wanatoa wawe hawakusupport. Ni vizuri kuangalia mambo haya. One of the thing is this, that Jesus went for prayers into the mountain. Before you call people to the ministry or before you approve people, make sure you have sought God. Jesus did not just call people. He went into the mountain. Hakwenda mountain kuona wanyama. Au Yesu alikuwa kanaenda mlimani kuona wanyama? Kuna mahali mshaisoma na Yesu akaenda mlimani akaona tubili tatu. Hakuna. He went to the mountain every time to seek the Lord. Sometimes overnight, right? Yes. Na akishuka kutoka milimani ndio mambo makubwa yalikuwa yatatendeka. Juzi niliwaambia Matthew 17 inasema ya kwamba wakati alienda mlimani na James, Peter and John, he was transfigured in their very presence. Glorious moment came. And when he came from the mountain, tukakuta kanisa ya pili ya wale ambao hawakupanda na yeye wanang'ang'ana na pepo. Amen. Na akainua kwa sababu alikuwa kwa uwepo wa Bwana. Jesus was always spending time in the presence of God. And further, you even read ya kwamba Yesu wakakuja wakamwambia, let you have to pay the tax. Yesu akasema, okay, because we don't want to offend them. Enda kwa bahari, niendeni baharini. Yule samaki mtafua wa kwanza, mpanue mdogo. Mpanue nini? Mtoe shilingi hapo. Sasa shilingi liwekwa wapi na liweka na nani kwa mdomo ya fish? Yeah, Jesus was walking in mysterious and powerful grace because of spending time in the presence of God in the mountain. So this time round, we see him. The first thing, he goes to the mountain and he calls some people to with him there. Amen. So this is the procedure and the protocol we should use to know who are called. Now, ukiangalia hata wale watu walireplace kama Judas, because Judas was replaced. Hawakutu cast rod, they prayed and fasted. Read your Bible in the book of Acts. They prayed and fasted. Then the Spirit pointed those who were to replace Judas, right? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hii mambo ya kuangalia watu uso, unaangalia hiyo uso ni mzuri, uweka awe treasure. Hiyo hoga, wacha na hizo vitu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, ni vizuri kufahamu ya kwamba we need to pray and fast and seek God when it comes to approving others. Right? Amen. So the first thing is Jesus goes for prayer. Andika hiyo. Na tumesema this is subtopic ile ni wamewapea calling protocol of disciple to the ministry. Calling protocol of disciple to the ministry. Calling protocol or procedure. Calling protocol of disciple to the ministry. That's the subtopic. Tumesema hivi. The first thing is Jesus goes for prayer into the mountain. Jesus goes for prayer
into the mountain. Number 2, he caused them that he would. Aliwaita wale alikuwa anataka, sio wale aliambiwa au wale alilasimishwa. He called them that he would. Number 3, nikienda haraka tafadhali mseme. Jesus goes to the prayers into the mountain. That's the first thing. He went to see God because of the people he was to call. And number 2, we see he called them that he would to him. Akawaita wale angetaka kwake. He called them that he would to him. Number 3, he called them to follow and stay with him fast. He called them to follow and stay with him fast. Tumeambiwa ya kwamba aliwaita na akakaa nao. Sio akaenda huduma, akakaa nao. He called them to follow and stay with him fast. Into bracket, adika preparation. Into bracket, adika preparation. Number 4, tafadhali nikienda haraka mseme. Those who purified were sent forth to preach. Commissioning, into bracket, commissioning. Those who purified were sent forth to preach. Into bracket, commissioning. Those who purified were sent forth to preach. Into bracket, commissioning. And the last one, he gave them power to heal the sick and cast out devils. Into bracket, empowerment. He gave them power, the last one, to heal the sick and cast out devils. Into bracket, empowerment. He gave them power to heal the sick and to cast out devils. Into bracket, empowerment. Wacha nirudie so that you can get it. Nimepeana subtopic inaitwa calling protocol of disciple to the ministry. Hiyo ndio subtopic. Na hapa tumesema tunaona jinsi Yesu ile mtaratara aliyotumia kuita watu katika huduma. Tumeona ya kwanza ni hii. Jesus goes for prayers into the mountain. Jesus goes for prayers into the mountain. Number 2, he called them that he would to him. Aliwaita wale alikuwa anataka kwake. He called them that he would to him. Number 3, tumesema he called them to follow and stay with him fast. Into bracket, preparation. He called them to follow and stay with him fast. Into bracket, preparation. Number 4, those who purify were sent forth to preach. Into bracket, commissioning. Those who purified were sent forth to preach. Into bracket, commissioning. Number 5 and the last one, he gave them power to heal the sick and to cast out devils. Into bracket, empowerment. That is the protocol. Hiyo ndio process. So sio mtu anasimama hapa mnasema anajua kuongea, unampatia kitu. Hiyo itakuja kutuletea shida. Mungu atusaidie. I hope hakuna mtu hajaandika hizo vitu. Na kama kuna mahali umemiss, niambie nirudie, please write them down. Number 5, he gave them power to heal the sick and cast out devils. Into bracket, empowerment. He gave them power to heal the sick and to cast out devils. Into bracket, empowerment. Kuna mtu mwingine amepotea mahali? Kuna mtu amepotea? Okay, kwa sababu tumemaliza. Ningetaka sasa turudie vile vitu mmeandika. Can I hear? Want to go subtopic ni gani? Calling into the ministry. God bless you. You guys are sharp. Tumesema number 1, Jesus goes for prayer to do what? To pray so that he can get direction. Siite watu wengine hawafanyi. Okay, number 2. He called them that he sio wale kamati ilichagua. Bismarika umepotea je? He called them that he sio wale kamati ilichagua. Si kuna makanisa kamati ndio inachagua. Na zingine unasikia mpaka wanaenda kwa waganga. Wewe empowered ndio watu wakiwaona waseme ni huyu. Wacha nikwambie hizo zote ni vituko za wanadamu. Jesus called them that he would. Not them that people proposed. Not them that were feeling they are capable. No, them that Jesus approved and loved. He called them. Right? Number 3. He called them to follow. Sorry, rudia hiyo. He called them to follow and stay with him fast. He called them to follow him and stay with who? With who? Amen. Wapenda, ninataka muangalie vile Yesu alitumia protocol nzuri.
anawaita kwake kwanza, sio kwa huduma. Kujeni. So before you serve him, serve man, right? Yes. Wapendwa, si ni kweli? Yes. Kabla hujasema unamtumikia yule, tumikia huyu. Lakini mnajua siku hizi kuna watu wanasema mimi sitaki kujua mtu, nataka Mungu wa mbinguni. Wacha nikwambie, before you claim you serve him, serve others here. Because relationship is hivi. Ni hivi. Serve men. And when you serve men, you are serving God. Before God approve you, go to John. Let him validate you. Are you getting me? Yes. So, we have said number 3, he called them to follow him and stay with him first. Amen. Not to stay in the church. Stay with who? I wish you are getting what I'm talking about. Stay with who? With the church? Or pastor? Sio kwa pastor. Bado mnapata mambo namna gani? Stay with who? Relationship. Stay with Jesus. Sio kwa pastor, kwa amwezi kuja kwa. Anyway, number 4. Those who qualified were given to go further and do the work of the ministry. So there is a process of being called, and there is a process of proving your you're qualified. And when you qualify, then God commission you. The last one ni gani? Imagine, angalieni mahali power inakuja. Lakini sisi tunaanza na power. Mungu nataka anointing, mafuta Mungu. Kuna mtumishi alisema hivi na niliwaambia siku nyingine hapa. When anointing comes, it amplifies everything within you, including weaknesses. Na ndio maana mnaona watumishi wengine because wameskip preparation time. Power. Okay, unataka power? Okay, chukua power. Kama ulikuwa na kausharati dada, unakuwa msharati mara 10. Mpaka unashangaa, gai mimi sikuwa kama ni anointing uliitisha kabla hujasafishwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana power ni kama amplifier. Amplifier ni ya ku-amplify kile kitu imepewa. Right? So, the reason why anointing tunaona ni kama almost the last process. Ni kwa sababu ikija anointing ni power. Ina amplify everything within you, including bad things, including weaknesses, including good things. Amen. Na ndio maana kama ulikuwa na kausherati ndani yako, hiyo power ikija ina amplify even that weakness. So ni vizuri kwanza tusafishwe na Mungu. Tukipata hii power, when it comes, it amplifies good things within us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can I say this? Na mkienda nyumbani mwende mkifikiria. Someone say, and I prove him to be right. Ya kwamba anointing does not heal people. Can I repeat? Yes, you are coming live in the church now. Hamuku hapa. Anointing does not heal people. What heals people is the gift. But the gift does not work unless it is amplified by the anointing. Sasa mmekuja. Anointing does not heal people. What heals people is the gift. The gift of healing heals people. But for the gift to manifest, it requires the power, the anointing. That is why sometimes you hear, utasikia, kuna mahali maandiko inasema, and the presence to heal, Jesus healed people because the presence of healing was available. Are you getting me? Are you getting me? Yes. So you can have the gift within you, but unless it is amplified by the anointing, the power, it does not move. Are you getting me? Yes. So, ndio maana watu hapa hawajawahi separate between the anointing and the gift. Kuna watu wanaponya pasipo uwepo wa Mungu. I know now it is getting tough. Kuna watu anaweza kulala kwa umaraya na akija hapa anafanya namna gani? Mnashangaa hii ni nini? Si ni kweli? Ni nini anatumia? Ni gift. Uwepo wa Mungu yuko hapa. Yeah? Gift. Saidieni ile jina hapo. Are you getting me? Are you getting me? Yes. So what is required for you to heal is the anointing and the gift. You can imagine. You want the anointing without the gift. The anointing comes, it amplifies what? Nothing.
Acha nifikishe hapo. Tutaendelea saa nyingine hiyo. Unajua? Hapa ingine ni chakula kigumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha tuombe. Tuachie hapo muende mkijiuliza maswali. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Tumefika mwisho wa ibada ya leo. Tunaomba Bwana neema yako ikatutoshe. Fafanua neno hili katika mioyo yetu, tukaweze kukufuata na kufahamu zaidi. Katika jina la Yesu. Tunapoenda kutoa matoleo yetu, naomba Bwana kubariki kila mmoja. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ashas, leteni vikapu tuwe sadaka. Na wale mko na fungu za 10 utakuja hapa tuweze kuona. Do it fast. Kama msichana. Patia watu bahasha so that we can. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mumeshika hiyo maneno? Ooh, my good girl. Nimewapatia mfano huyo pastor alitaka power. Na alipewa power, si ni kweli? Alipewa power kabisa. So, wale mko na bahasha mkuja hapa mbele so that we can pray. Before we finish, leaders, please make sure you remain behind. Kuna mambo very hot nataka tuongee na nini kidogo tu. Wale wengine leteni sadaka hapa so that we can pray for them. Na jina pia leaders wale wako nje waingie. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Umekuwa pamoja nasi katika ibada ya leo. Pokea heshima na sifa na utukufu, maana Bwana ubali huu tumefika imegharimu nguvu zako. Kama sio wewe kunena nasi Bwana hatungeliweza. Nasema ni asanti kwa sababu ya wema wako Bwana. Asante kwa sababu ya wapendo hao ambao wamekuja na fungu zao za 10. Naomba ukawabariki Mungu katika jina la Yesu. Fungua malango na madirisha kwa ajili ya maisha yao waweze kuwafanikisha. Rebuke the devourers in their lives in Jesus mighty name. Matoleo haya Bwana ikabidhi mikononi mwako. Kazi yatakayofanywa naomba Bwana ikafanikiwe. Ninayatakazisha kwako Jehova katika jina la Yesu. Tunaipokea kwa shukrani na kusema ni asante. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini na kanisa tuseme amen.